Siku ya nyani kukufa kila miti huteleza. Hayo ni methali iliyosemwa na wahenga. Kisha wahenga wakadisapia. Tangu siku hiyo hatujakutana na wahenga. Sisi tunasema kuanzia sasa tumeachana na mbwa, tunaenda kwa mwenyewe. Tumeachana na mbwa, tunaenda kwa nani? Kwa mwenyewe. Na tutazunguka Mlima Kenya yote, tutaenda Western, tutaenda Nyanza, tutaenda mpaka Coast. Si mambo ni hayo? Mwenye umbwa ni nani? Ukimsikiza seneta wa Kiambu Irungu Dango ya kwamba anasema ya kwamba sasa tuendiu umbwa lakini tunaendea mwenye umbwa. Kimani Ichung'wah amekuwa na hulka, tabia ya kumfuruga naibu rais Rigathi Gachagua. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja pia amekuwa na hulka hiyo moja ya kumfuruga naibu rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hawa watu wawili ambao nimekutajia wote ni watu wa mkono wa Rais William Ruto. Johnson hata Sakaja, gavana wa jimbo kuu wa Nairobi, ya kwamba mtu wa mkono wa Mheshimiwa Rais William Ruto. Ukisikia kwamba seneta wa Kiambu anadai ya kwamba hatuendi umbwa, tunaendea mwenye umbwa, unafaa ujue ya kwamba kati ya Kikuyu na William Ruto ni ngumu sana tena wapatane tena, kwa sababu mambo imeharibika. Mambo imechafuka. Unajua ukisha mwaga maji, Waswahili wanasema kwamba ukisha mwaga maji ni ngumu tena kumuzoa. Maji ukisha mwaga haizoeleki. Ya kwamba Mheshimiwa William Ruto halijenga baria kati yake na jamii ya Mlima Kenya, alishaweka mpaka. Na William Ruto kuna kitu inamdanganya ya kwamba hakimblackmail naibu rais, na kizidi kutuma kina Kimani Ichung'wah kumfuruga Gachagua ya kwamba watavuna kura ya Mlima Kenya. Kuna kitu moja Mheshimiwa William Ruto anafaa kufahamu vyema, kwa akijaribu kukaa chini kutathmini siasa zake ya Mlima Kenya. Ni ngumu sana Ruto achaguliwe mihula wa pili. Ni ngumu sana Ruto achaguliwe kama rais mwaka 2027. Na nataka nikuambie wazi jinsi ambayo itafanya William Ruto hata chaguliwa tena. Hata akijaribu kupiga hesabu ya kuiba kura Ruto na Kimani Ichung'wah ni ngumu. Kwa asilimia 99% Ruto na Kimani Ichung'wah ni ngumu sana warudishwe katika kwenye ofisi mwaka 2007. Number 1, Mheshimiwa Ruto halidanganya wa Kikuyu, aswa Marikiti na kule Mama Ngina, ya kwamba hesabu Ruto alikuwa anajaribu kupiga hesabu ya kwamba ni hesabu ya kusukisha gharama ya ushuru. Hiyo ndio siasa Ruto alikuwa anajaribu kuhusia wa Kikuyu, kisha wa Kikuyu wakanunua. Na Ruto hakujua ya kwamba ati hakuna siku akishachaguliwa sasa wa Kikuyu hata walie ufanye nini, hata fanya matakwa ya wa Kikuyu. Lakini Ruto anafaa kufahamu ya kwamba taifa la Kenya, wale ambao wanashikilia uchumi ya Kenya ni watu wa Mlima Kenya, kisha watu wa jamii ya Habagusi. So Mheshimiwa Ruto anafaa kufahamu kama aliuza sera zake kule Central, hakidai ya kwamba Uhuru Kenyatta, Raila Odinga walishirikiana pamoja kupandisha usuru kwa biashara ya wafanyakazi ya Marikiti. Ruto anafaa kupiga hesabu tena mara ya pili. Ajiulize kama wakati hule ambaye alikuwa anatafuta kura mwaka 2021, mwaka 2022, hakidai Uhuru ambaye alikuwa rais, ambayo Ruto alikuwa naibu ya Uhuru Kenyatta, kisha Ruto akadai na karuka serikali lao na Uhuru Kenyatta, serikali ya Jubilee, blackmail wa Kikuyu wafanya biashara ya kwamba Uhuru ameshirikiana na Raila Odinga kugandamisa biashara lao hao wafanyakazi wa Mudhurwa, Marikiti. Sasa mambo imebadilika. Ni vyema Ruto fahamu ya kwamba ili achaguliwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya mwaka 2027, anahitaji kura ya jamii ya Mlima Kenya asilimia 80%. Bila asilimia 80 hakuna mali Ruto anaenda. Na nitakwambia wazi, kwa sababu kura ya Mlima Kenya ni kwingi. Kisha wanapiga block Kiambu, Nyeri, Murang'a, alafu uende Laikipia, uende Nyandarua, kisha uende Kirinyaga. Hizo ni kaunti ambazo nimekusabia. Kisha uende Nakuru.
tuondoe Meru, tuondoe Hembu, tuondoe Tharaka Nithi. Ya kwamba ukilinganisha hizo kaunti ambayo nimekusabia, ambao jamii ya Wagikuyu ndio wako ndani, wako na kura 90%, 90% ni kura zao. So Ruto ili arudi kwa ofisi mara ya pili anahitaji hizo kura. Without Gachagua hakuna mali Ruto anaenda. Hiyo ni kweli ya mambo. Kwa sababu Gachagua asajua system ya siasa la Kenya. Wakati ule Gachagua alipokuwa anachaguliwa na William Ruto hakujua system na jinsi siasa inafaa kupigwa ama kunadwa ama kuuza sera ya jamii lako. Leo hii Gachagua amekubalika wananchi aswa wafanyabiashara, kwa sababu Gachagua anaongea kuhusu yale tatizo ambao wafanyabiashara ya markiti Mudhurwa, wafanyabiashara wa Kenya ambao wanapitia hayo tatizo la kodi, tatizo la ushuru, tatizo la kuangaishwa na serikali kuu na itim. Hayo ndio masuala ambayo mheshimiwa Gachagua anaongelea. So ukisikia seneta la Kiambu akisema kwamba wanaendea mwenye umbwa, inamaanisha kwamba kati ya ndoa ya William Ruto na Gachagua imesambaratika. Kwa sababu gani? Hawa ni viongozi walikuwa wanafuata Ruto, wamegeuka wanafuata naibu rais. Kwa sababu gani? Wamekataa pesa ya Ruto, kisha wamekataa kugawanywa, kisha wakakataa kuhusika kwa siasa ya kusurutisha ama siasa ya kupiga mtu wao. Ni vyema Ruto angeketi tena hapige hesabu yake na Kimani Ichung'wah na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kwamba siasa ambao wanafanya haijengi wao, inabomoa wao. Siasa ambayo Kimani Ichung'wah anafanya inabomoa Ruto. Ya kwamba hata kama Ruto anafikiria kwamba akipea Kimani Ichung'wah pesa kiasi gani, kuchafua na kuongelea juu ya Gachagua kila siku, asubuhi, mchana, jioni, usiku, hakuna siku mheshimiwa Kimani Ichung'wah atabadilisha nyoyo ya wapiga kura kutoka Mlima Kenya. Kwa sababu gani? Ushuru imezidi, uongo imezidi, miradi haipo. So hizo ni mambo matatu ambayo inafanya jamii ya Mlima Kenya hawezi chagua Ruto na hawezi sikiza mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Uongo imezidi, ushuru imekuwa bei ghali, kisha hakuna miradi yoyote ambayo inatekelezwa Kenya mzima. So ni ngumu sana wamsikize Ruto na Kimani Ichung'wah. Ijapokuwa kila weekend huwa ama Sunday mheshimiwa rais anahudhuria ibada. So kuna kitu inadanganya mheshimiwa rais ya kwamba hakihudhuria ibada, sasa wale watu ambao wanakuja pia kuabudu pamoja naye anafikiri kwamba bado ni kura zake. Ruto angefaa kufahamu ya kwamba Wakenya wamechoka sana na yeye, include jamii ya Mlima Kenya. Na hesabu Ruto anapiga hesabu ya jamii ya Luo community na jamii ya Luo, Ruto hanaambalia patupu. Luos hawatapiga kura kwa 80%. Maybe wale ambao watapiga kura ni 20%. 80% kura zao zitalala. Na italala kwa sababu hawatarauka kwenda kumchagua Ruto, wataamini ya kwamba Ruto ataiba. Hii ni kitu ya kwanza. Cha pili, wataisha kwamba kuna haja waende wapige kwa sababu hakuna mtu wao kwa debe. So ni mambo mawili ambayo Wajaluo kura zao italala. Kuja Luoland, nataka nimfahamishe wale ambao wanafikiria kwamba watapata kura land ya kwamba mheshimiwa Rigathi Gachagua ashapiga hesabu kitambo ya kushirikiana na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, kwa sababu siasa zao ya 2027 inaingiana. Kuna kitu moja Ruto na Kimani Ichung'wah wanafaa kufahamu ya kwamba Gachagua anaweza kosa kusimama, lakini Gachagua anaweza sponsor George Natembeya na Mkikuyu ama na Mkamba. Umenipata? Hiyo ni 60% kura watayari wako nayo. So ni ngumu mheshimiwa Ruto apate kura ya kuchaguliwa. Hatabaki na Rift Valley ambao ni ngome lake kama jamii ya Kalenjin, Kipsigis, Turgem, Marakwet. So ukijaribu kupiga hesabu ya Rift Valley, hiyo ni zaidi 30%. So Ruto ni ngumu sana kurudi kama rais katika mwaka 2027. Ya kwamba hatuwezi tolerate nonsense
ya uongo, nonsense ya kutumia vijana wake kumfuruga. Hakika nikisikia huyu seneta akisema kwamba wanaendea mwenye umbwa, bila kuwaficha ni William Ruto, kwa sababu wamechoka na Kimani Ichung'wah na Gavana Johnson Sakaja. So ni tayari washatangaza vita kati yao na William Ruto. Inamaanisha kwamba miaka 3 ambayo imebaki sasa ni mavurugano kati ya Ruto na Gachagua. So ni ngumu sana Ruto kuchaguliwa kama rais. Ni ngumu sana Ruto kuchaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya. So ingekuwa vyema kama Ruto angejua ya kwamba siasa ya ile kitambo hakuna mtu anaweza kubali kuhusiwa uoga, kuhusiwa ujinga na kukamatwa. Utakamata watu lakini the end of the day watakuondoa katika kwenye ofisi. Hiyo ndio kile mambo. Kama ni mara ya kwanza na kwamba nipe support, subscribe, like video, comment kwenye comment section, share video. Gavana Johnson Sakaja pia anafaa kufahamu ili arudishwe katika kwenye ofisi anahitaji kura ya Mlima Kenya. Hii ni kitu ya kwanza ambayo Gachagua na Johnson Sakaja anafaa kufahamu. Sakaja anafaa kufahamu ya kwamba bila kura ya Wakikuyu ni ngumu sana arudishwe katika kwenye debe. Anataka nikuambie wazi, Wakikuyu wakishikana na Wakamba, my friend, saa 12 Johnson Sakaja nyumbani. So Sakaja anafaa kufahamu awachana na hulka ya kusukuma naibu rais Rigathi Gachagua. Angefanya kazi kisha aangalie yeye kama gavana anataka kurudi ama ameiba ya kutosha, sasa hana haja na Nairobi. Na kama hana haja na Nairobi pia ni sawa, lakini kama anajikanganya kwamba kuna siku atachaguliwa kwa sababu Waluo na Wajaluo, never. Kura ya Mjaluo, Mluya iko chini. Kura ya Kikuyu na Kamba ikiwekwa pamoja, my friend, inachagua. Kumbukeni mwaka 2017 Mike Mbuvi Sonko alichaguliwa hivyo, Kikuyu na Kamba. So Johnson Sakaja anafaa kufahamu ya kwamba akisikia seneta akisema kwamba mwenye umbwa ndio anaendewa, so ni boss wao, mambo imemzidi William Ruto. Hatajua ya kwamba kukalia kama kiti ya rais ni ngumu. Yangu jina ni Mjukuu. Nipe support ya kusubscribe, like video.